Rais wa Marekani Donald Trump alimkaribisha rais wa Ukraine siku ya Ijumaa Volodymyr Zelensky katika ikulu ya White House, ikiwa ni sehemu ya juhudi mpya za kumaliza mgogoro wa zaidi ya miaka mitatu kati ya Ukraine na Urusi. Trump, ambaye hivi karibuni amefanikiwa kusimamia kusitishwa kwa mapigano kati ya Israel na Hamas, ameeleza matumaini yake kuwa anaweza pia kufanikisha amani kati ya Kiev na Moscow. Mkutano huo umefanyika wakati wa chakula cha mchana cha kikazi, ambapo viongozi hao wawili waliweza kujadili njia za kufanikisha mwisho wa vita bila kuongeza matumizi ya silaha nzito. Watazamaji wameona mkutano huo ukiwa wa utulivu zaidi ukilinganishwa na ule wa Februari ambao uliishia kwa mabishano makali kati ya pande hizo. Sasa hapa kuna vipengele vitano muhimu katika mkutano huu ambavyo viliweza kujadiliwa kati ya rais wa Marekani Donald Trump pamoja na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky katika ikulu ya White House nchini Marekani hapo jana. Kipengele cha kwanza ni Ukraine imeng'ang'ania makombora ya Tomahawk. Miongoni mwa ajenda kuu zilizojadiliwa ni ombi la Ukraine la kupewa makombora ya masafa marefu aina ya Tomahawk. Hata hivyo, Trump amesema Marekani haiwezi kutoa silaha hizo kwa urahisi kutokana na nguvu na idadi yake kubwa. Zelensky kwa upande wake amesema Ukraine haitegemei makombora pekee, bali ipo tayari kushirikiana na Marekani kwa kutoa maelfu ya ndege zisizo na rubani kwa ajili ya kubadilishana na makombora hayo. Alisisitiza kuwa mashirikiano hayo yanaweza kuimarisha uzalishaji wa kijeshi wa Marekani. Wachambuzi wa masuala ya kijeshi wanasema makombora ya Tomahawk yana uwezo mkubwa wa kuruka umbali mrefu kwa kasi ya juu na kwa urefu wa chini ili kuepuka kudunguliwa na rada, jambo ambalo lingeipa Ukraine nguvu mpya katika mashambulizi dhidi ya Urusi. Trump amesifia ubunifu wa Ukraine katika utengenezaji wa drones, akisema Marekani pia inanunua ndege hizo kutoka mataifa mengine ikiwemo Ukraine. Ajenda ya pili ni mitazamo tofauti kuhusu Putin. Katika mazungumzo yao, Trump amedai kuwa mazungumzo yake ya hivi karibuni kwa njia ya simu na rais wa Urusi Vladimir Putin yanaashiria hatua ya awali kuelekea makubaliano ya amani. Lakini Zelensky amepinga kauli hiyo, akisema kuwa Putin bado hajawa tayari kusitisha mapigano. Zelensky amesisitiza kuwa msaada wa Marekani utakuwa muhimu kufanikisha kumalizika kwa vita hivyo na kwamba Ukraine inahitaji dhamana imara za kiusalama ili kuhakikisha amani ya kudumu. Kipengele cha tatu ambacho amezungumza ni kwamba Trump amemsifia Zelensky. Katika tukio dogo lililovutia macho ya vyombo vya habari ni kwamba Trump amemsifia Zelensky kwa muonekano wake baada ya kuvaa suti nyeusi na fulana yake ya kijani. Kauli hiyo imekuja baada ya Zelensky kukosolewa na baadhi ya wafuasi wa mrengo wa kulia Februari mwaka huu kwa kutovaa koti wakati wa ziara yake ya awali. Rais Trump ameishambulia nchi ya Hispania. Trump pia ameituhumu Hispania kwa kutoonyesha uaminifu ndani ya NATO baada ya taifa hilo kukataa kuongeza bajeti yake ya ulinzi kufikia 5% ya pato la taifa, kiwango ambacho kilikubaliwa na wanachama wengine wa muungano huo. Amesema Hispania inapaswa kuwajibishwa kwa uamuzi huo, huku ikionyesha kuhusu uwezekano wa Marekani kuiwekea vikwazo vya kiuchumi kama hatua ya kulazimisha wajibikaji ndani ya NATO. Serikali ya Hispania kupitia waziri wa ulinzi Margarita Robles imesema haioni sababu ya kuwa na hofu, ikisisitiza kuwa taifa hilo limeendelea kuwa mshirika mwaminifu wa muungano huo wa kijeshi. Sehemu nyingine muhimu katika mkutano huo, Trump amemlipukia vikali rais wa Venezuela Nicolas Maduro. Mkutano huo umekumbwa na tukio la ghafla wakati Trump alipoulizwa kuhusu rais wa Venezuela Nicolas Maduro, ambapo alijibu kwa hasira na maneno makali. Tukio hilo limehitimisha ghafla sehemu ya mkutano uliokuwa wazi kwa wanahabari. Trump amesema Marekani itaendelea na mashambulizi yake baharini dhidi ya kile alichokiita vyombo vya usafirishaji wa dawa za kulevya vya Venezuela. Amesema operesheni hizo zimeua zaidi ya watu 27 katika mashambulizi matano ya awali kuhusu shambulio la hivi karibuni likilenga manowari inayodaiwa kubeba dawa hizo. Kwa mujibu wa maafisa wa Marekani, hatua hizo zinaashiria kuongezeka kwa operesheni za kijeshi katika bahari ya Caribbean, jambo linaloweza kuongeza mvutano kati ya Washington na Caracas. Rais wa Marekani Donald Trump pamoja na rais wa Urusi Volodymyr Zelensky wamekutana
baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutarajiwa kukutana tena na rais wa Urusi Vladimir Putin nchini Hungary katika mji mkuu wa Budapest, ambapo sasa watakwenda kuzungumza kwa kina ni kwa jinsi gani ambavyo wataweza kwenda kuzungumza namna ya kuweza kusitisha vita vya Ukraine na Urusi katika ukanda huo, ambapo vita hivyo vimekumbwa na mpasuko mkubwa kwa muda mrefu sana. Mazungumzo hayo yalikuwa ni ya chanya kwa kiasi kikubwa sana, na aliweza kuzungumza kwa kina kwa jinsi gani ambavyo wanaweza kuitafuta amani katika ukanda huo, ambapo rais wa Marekani Donald Trump ametupilia mbali ombi la rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kutaka kupewa makombora ya Tomahawk ambayo ni makombora hatari ya Marekani na yanaweza kusafiri umbali mrefu sana. Sasa Trump ameweza kumtolea nje Zelensky kwa kumwambia kwamba hapana, Marekani haiwezi kutoa makombora hayo, licha ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kumshawishi Trump kwamba wao wana uwezo wa kuwapa droni za kivita ambazo zina uwezo mkubwa sana, na wako tayari kutumia maelfu ya madroni kwa ajili ya kuweza kubadilishana na makombora hayo hatari kutoka nchini Marekani. Sasa Trump ameonyesha msimamo thabiti kwamba hataki kuweza kurubuniwa na Zelensky, na mkutano huo ulikuwa ni mkutano ambao Trump anajaribu kuleta suluhu kati ya vita vya Urusi na Ukraine baada ya kufanikiwa kumaliza vita vya Gaza baina ya Israel pamoja na Hamas. Trump anajiona ni mshindi ambaye amekuwa akiahidi ahadi zake kwamba yeye ni bingwa wa kumaliza migogoro duniani, na hakuna rais wa Marekani ambaye amewahi kupita kumaliza migogoro hiyo mikubwa zaidi yake yeye, ambaye amefanikisha sakata hilo kubwa kabisa la kuweza kumaliza mzozo wa kule Mashariki ya Kati, na sasa ameibuka tena kutaka kumaliza mzozo wa vita vya Urusi pamoja na Ukraine. Sasa mkutano huu ulikuwa ni mkutano mkubwa ambao ulikuwa wa kipekee sana, licha ya mwishoni rais wa Marekani Donald Trump kuonyesha hasira yake dhidi ya rais wa Venezuela Nicolas Maduro, ambaye Trump aliibuka kwa kusema kwamba rais huyo atazidi kuweza kujiingiza kwenye vizuizi kwa sababu Marekani itazidi kushambulia meli zote ambazo zinapita katika bahari ya Caribbean au boti zote ambazo zinadaiwa kubeba dawa za kulevya. Sasa mtazamaji, kuna mambo mengi sana ambayo utaweza kuyafahamu katika yote ambayo nakuletea hapa katika Zone Media, lakini kuna vingine ambavyo vinakuja hivi karibuni kuhusiana na mkutano ambao utakwenda kufanyika Budapest, Hungary, kati ya rais wa Marekani Donald Trump na rais wa Urusi Vladimir Putin. Tutakuletea hapa katika Zone Media, channel yako pendwa kabisa, ukiwa na mtangazaji wako mimi hapa Victor Moshi. Usisahau kusubscribe channel yetu, kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare. Situation, we send it to the European Union, they pay for it and all that, and they have plenty of money. But it's beyond the money. You know, we need Tomahawks, so we need a lot of other weapons that we're sending to Ukraine. And one of the reasons we want to get this war over is exactly that. It's not easy for us to give. You're talking about massive numbers of very powerful weapons. So that's one of the things we'll be talking about. Hopefully they won't need it. Hopefully we'll be able to get the war over with without thinking about Tomahawks. I think we're fairly close to that. Yeah, go ahead. President, yeah, please. Just to understand. So for today, of course, we want to finish this war, but the war is another technological war. You don't use just Tomahawks. If you want to target a military goal, you need thousands of drones. It goes together with such missiles. Ukraine has such thousands of our production drones, but we don't have Tomahawks. That's why we need Tomahawks. But United States is a very strong production, and the United States has Tomahawks and other missiles, very strong missiles, but they can have our thousands of drones. That's why where we can work together, where we can strengthen American production. And so